Pili, ni washukuru TANESCO kwa kunipa mwaliko huu wa kuja kuzindua rasmi mita janja za TANESCO, yani smart meter, mfumo wa kisasa, salama, wenye ufanisi na unaoendana na mahitaji ya karne hii ya 21. Leo tumekutana hapa kwa tukio muhimu, kubwa na la kihistoria na lenye alama chanya ya mabadiliko makubwa katika utoaji wa huduma ya umeme nchini. Niwapongeze sana TANESCO kwa kufikia hatua hii kubwa ya kimapinduzi katika utoaji wa huduma kwa wateja wenu. Sisi kama wizara tunajivunia sana hatua mbalimbali ambazo shirika limepiga kwenye kuboresha na kubadilisha uzoefu wa wateja katika utoaji wa huduma za TANESCO, likiwa kati ya mashirika machache ya mfano ya umma yanayofanya vizuri sana kwenye utoaji wa huduma kwa wananchi. Hongereni sana sana sana. Tukio hili linathibitisha dhamira ya wazi ya serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya umeme iliyo bora, lakini kwa ufanisi zaidi, kuendana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Na hapa niseme serikali hii ya awamu ya 6 imewekeza fedha nyingi katika shirika letu hili la TANESCO. Hivi ambavyo tunazungumza, zaidi ya trilioni 13.5 zimewekezwa kwa ajili ya miradi 41. Na katika miradi hii 41, miradi 6 ni ya uzalishaji, lakini miradi 35 ni ya usambazaji, ya kuhakikisha mwananchi wa Tanzania anapata umeme wa uhakika na kwa wakati. Kwa hiyo ni uwekezaji mkubwa sana ambao umewekezwa na serikali. Ndugu washiriki, ni vema tukakumbuka kwa undani changamoto ambazo wateja wa TANESCO walikuwa wanakutana nazo kwa miaka mingi kutokana na matumizi ya mita za umeme ambazo hazikuwa mita janja. Kwa muda mrefu wateja wamelalamikia mita za zamani ambazo hazimwezeshi mteja kuona matumizi yake kwa wakati. Hivyo kushindwa kupanga bajeti ya umeme kulikuwa ndio jambo la kawaida kwetu. Wateja walitumia bila kujua kiwango gani kinatumika, na wakati mwingine bila taarifa ya umeme unakuwa tu umeisha. Pamoja na hayo, changamoto kadhaa za hitilafu za mara kwa mara kwenye mita, ikiwemo tokeni za umeme kutoingia, kupoteza kumbukumbu, kuonyesha taarifa zisizo sahihi au kuharibika kwa remote, na kulazimu kupiga simu mara kwa mara katika call center ili kupatiwa ufumbuzi wa changamoto hizo. Wateja walikumbana pia na kero za uingizaji wa token, ambapo mita nyingi zimekuwa juu ya nyumba au maeneo magumu kufikiwa kirahisi, ambapo wateja walilazimika kupanda kwenye viti, ngazi au stuli kila wanapohitaji kuingiza token, jambo ambalo lilisababishia usumbufu na kuleta malalamiko mengi kutoka kwa wateja wetu. Si hayo tu, nitoe hata mimi ushuhuda. Ilikuwa saa zingine unaweza ukarudi nyumbani usiku ukakuta umeme umekatika, umeisha luku, na lazima sasa uende ukamgongee jirani ili uweze kuweka waya ule uingize tokeni yako. Hata mimi amenikuta hayo saa 7 usiku, nimerudi kutoka kwenye majukumu, unafika umeme umeisha, ili nilazimu kwanza kwenda kumgongea jirani ili kuweza kuingiza token ile ili umeme uweze kurudi. Lakini sasa hayo tunaenda kuondokana nayo. Aidha, kumekuwepo malalamiko ya wateja kuhusu remote za zamani zilizotumika kuingiza token. Remote hizi zilikuwa zinavunjika kwa urahisi, zingine zinapoteza ubora na kuvuja betri, na mara nyingine zinasababisha token kushindwa kuingia kabisa. Hili lilikuwa linaleta kero, hasa wakati wa dharura na usiku kama hapo nilipokuwa nimezungumza awali. Hivyo changamoto hizi zote zimetuongoza leo kufanya mapinduzi makubwa ya kiteknolojia. Mita janja zimekuja kama suluhisho halisi la kuondoa kero hizi, kuongeza ufanisi na kuhakikisha huduma ya umeme inakuwa ya kisasa, salama na rafiki kwa mteja. Ndugu washiriki, ni wazi kwamba uzinduzi huu wa mita janja leo ni zaidi ya mita,
kwani zinaenda kuleta faida na manufaa kwa shirika na wateja wake, ambapo kupitia mita janja wananchi wataweza kuingiza umeme wakiwa mahali popote, si lazima wawe karibu na eneo la nyumbani. Kufuatilia matumizi kwa muda halisi, mteja atapata taarifa sahihi kila sekunde kupitia mfumo wa kisasa na kujua kama umeme unakaribia kuisha, kwa kuwa zitakuwa zinatoa kiashiria, yani alerts. Kwa upande wa shirika, litaimarisha uhakika wa mapato, kwani mita hizi zina uwezo wa kugundua wizi wa umeme, kubaini uharibifu wa mita, kutambua upotevu wa nishati ya umeme kwa wakati halisi. Hivyo zitajenga udhibiti wa mapato na kulinda fedha za TANESCO na za serikali. Jambo linalonipa faraja zaidi, nimefahamishwa kuwa tayari mita hizi zimeanza kufungwa kwa wateja kwenye mikoa yote nchini, na matokeo yake yamekuwa ni mazuri na wateja wanafurahia huduma hii ya kisasa, na tumeona ushuhuda ukitolewa hapa na Mpoki, lakini tumeona hata kwenye video ambayo ilichezwa hapo namna ambavyo wateja wanafurahia. Nimefahamishwa pia kuwa miaka hivi karibuni shirika limewekeza kwenye mageuzi ya teknolojia ya kisasa, ikiwemo mfumo wa kisasa wa maombi ya kuunganisha umeme kwa wateja unaojulikana kama NiConnect. Pili, uwepo wa kituo cha miito ya simu ya kisasa, yani Unified Call Center, ambapo changamoto za wateja zinapokelewa na kutatuliwa na wataalamu ndani ya wakati, sambamba na uwepo wa mfumo wa Jisoti ambao ni chatbox inayomwezesha mteja kujihudumia mwenyewe. Pamoja na hayo yote, kwa sasa shirika lina zaidi ya wateja 5,600,000. Kumradhi. Ni dhahiri swala la kubadilisha mita zilizopo za zamani kwenda mita janja halitokuwa jambo la siku moja, na hivyo wateja watafikiwa awamu kwa awamu kadri ya utaratibu utakaoandaliwa na shirika. Ndugu washiriki, uzinduzi wa mita janja ni hatua kubwa kwa nchi, na hivyo naielekeza TANESCO kuhakikisha kuwa mita janja zinasambazwa katika mikoa yote bila kuchelewa, kwa kuanza na maeneo yote yenye wateja wanaoonyesha uhitaji mkubwa wa mita hizi bila gharama yoyote. Pili, wateja wote wapya wanaomba kuunganishiwa umeme wawekewe mita janja ili kuendelea kuzipunguza mita za zamani kwenye mzunguko. Lakini sambamba na hili, ni watake TANESCO sasa twende kuwa na application ambayo itakuwa ina NiConnect, ina Jisoti, na hata namna ya kuingiza umeme kwenye mita janja itokane na application. Hii ni kuendana na karne ya 21, na naamini teknolojia hiyo ipo. Wadau wetu mobile network operators wana application zao muda mrefu, ambapo unaweza ukanunua vocha, bando, ukatuma fedha yote sehemu moja. Sasa ni watake TANESCO pia twende tukaanzishe application ambayo itarahisisha interaction yetu sisi pamoja na wateja wetu. Vile vile kuhakikisha uwekaji wa mita unaendana na viwango vya kimataifa vya usalama na ubora. Elimu kwa wananchi inatolewa kikamilifu ili kila mteja aelewe faida ya mita janja na namna ya kuzitumia. Vile vile mfumo wa unaendesha mita janja uwe unaboreshwa kila mwaka ili uendane na teknolojia mpya na mahitaji ya nchi inavyokuwa kwa kasi. Sije tena tukajikuta tumeachwa nyuma, tuna teknolojia lakini ikifika muda ikawa tena ni kero kwa wale ambao tunawapatia huduma. TANESCO muendelee kuja na ubunifu na kuimarisha mawasiliano ya mara kwa mara na wateja wenu ili kuimarisha utoaji wa huduma za kisasa. Mko pazuri, tena mko pazuri sana, na mmewekeza sana katika customer service, lakini nataka kuona mkiboresha zaidi eneo hili, kwani Watanzania wanataka umeme na huduma bora ya umeme kwao ni jambo la msingi. Na katika hili, kama ambavyo nimesema, tayari mpo vizuri tofauti na miaka ya nyuma, ila ni lazima tuongeze interaction yetu na wateja wetu, hasa katika utoaji wa taarifa.
na pia katika matengenezo. Tujitahidi kuangalia matengenezo yanafanyika katika maeneo mbalimbali, ni kuboresha huduma ya umeme, lakini tufanye matengenezo hayo off peak. Kama tunajua usiku CBD watu wameshamaliza kazi wametoka, ndio tuboreshe miundombinu huko. Hakuna uhitaji mkubwa wakati huo. Tunajua katika residential areas watu kukicha wanaenda katika shughuli za utafutaji, ina maana load inapungua. Basi tufanye matengenezo muda huo, sio jioni watu wamerejea nyumbani ndio muda huo na sisi ndio tunaanza matengenezo, ama asubuhi watu wameenda kwenye uzalishaji sisi ndio tunaanza matengenezo katika maeneo hayo. Kwa niwatake TANESCO tuboreshe zaidi katika hili ili wananchi wetu waweze kupata huduma ya uhakika wakati wote. Pamoja na kufurahia uwepo wa mita hizi janja, najua kuna watu wenye nia ovu na wanaweza kuona hii kama fursa ya kujiingizia kipato kwa kwenda kutaka kujifanya wao ndio wanauza mita janja hizi. Niseme ya kwamba wataokuja kufanya maboresho ya mita katika nyumba za wateja ama wataokuwa na taarifa sahihi ya mita janja hizi ni TANESCO wenyewe. Asije akajitokeza mtu kwenda kwa wananchi na kujirepresent kama yeye anatoka TANESCO. Huduma hii itatolewa na TANESCO wenyewe. Lakini vile vile TANESCO tuangalie namna bora ya kulinda miundombinu yetu na teknolojia. Kuangalia tuwe tuna mifumo ambayo tunafupisha muda pale ambapo kuna hitilafu katika system zetu ama njia zetu za usafirishaji wa umeme. Katika hili tuangalie ni namna gani tunajua matumizi ya transformer zetu yako vipi. Tuangalie ni namna gani tunafupisha mimi ndo kwanza na wiki moja hii katika wizara hii, lakini kwa maelezo yenu wenyewe huwa tunapata muda mrefu sana wa kutafuta fault iko wapi kwenye line zetu. Sasa tunaweza tukatumia teknolojia kuhakikisha kwamba tunafupisha radius ile ambayo itakuwa imeleta hitilafu ili wateja wetu waweze kupata huduma kwa haraka. Ndugu washiriki, kama serikali tutaendelea kufuatilia hatua kwa hatua hadi Tanzania iwe na mfumo thabiti wa usimamizi wa umeme wa kisasa na wa kidijitali na wenye tija. Niwapongeze bodi ya TANESCO, management, wataalamu wa TEHAMA, kitengo cha usimamizi wa mita na huduma kwa wateja na vitengo vingine vyote vilivyobeba mradi huu kwa miaka zaidi ya 18. Kwa hakika mmefanya kazi nzuri sana na mmeweka historia mpya katika kuwapatia wateja suluhisho la kisasa kwa matumizi ya mita hizi janja. Nirudie tena, hongereni sana sana sana. Vile vile nawapongeza wadau wote wa ndani ya nchi na nje ya nchi walioshirikiana na TANESCO katika kufanya majaribio, utafiti na uwekezaji huu mkubwa wa teknolojia. Kwa namna ya kipekee naipongeza timu ya ndani ya TANESCO kwa kujenga uwezo wa kitaifa bila kutegemea utaalamu wa nje pekee. Hiki ni kitu cha kujivunia sana. Ndugu washiriki, nikielekea kuhitimisha hotuba yangu, Tanzania ya leo inahitaji mifumo ya umeme iliyo thabiti, yenye ufanisi na inayotumia teknolojia ya kisasa. Mita janja ni mojawapo wa msingi wa mfumo huo. Tukio hili linatufungua kwenye zama mpya za utoaji wa huduma bora. Na kabla sijamalizia, ningeomba na wabunge wa mkoa wa Dar es Salaam msimame. Namuona mama yangu mbunge wa viti maalum, ninaona na waheshimiwa wabunge wa majimbo. Hawa nimewasimamisha makusudi kwa sababu mheshimiwa mkuu wa mkoa ingawa yuko mkoani Dodoma ndio makao makuu, lakini alijitamba hapa na takwimu ambazo ndio uhalisia kwamba katika wateja wa TANESCO 5,600,000 zaidi ya 1,100,000 wapo hapa Dar es Salaam, ambao ndio wananchi ambao mnao. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa kuja kuwakilisha wananchi hao. Asanteni sana kwa kuweza kuhudhuria shughuli hii. Na kwa heshima kubwa sasa natangaza rasmi
nimezindua mita janja za TANESCO na matumizi yake hapa nchini.